Zipo kauli ambazo zimekuwa zikibagua watu wawapo katika sehemu za baa, sehemu ambazo kuna vinywaji aina ya kilevi. Unapofika pale na kuagiza vinywaji tofauti na vile ambavyo vinahitajika, kwa mfano unafika baa unaagiza soda au kinywaji kingine kama maji. Hizi kauli zimekuwa zikiwazofisha sana hawa watu ambao wamekuwa wakinywa soda wakati wenzao wanakunywa vinywaji. Sasa hii ni tofauti kwa Bodi ya Maziwa Tanzania imepanga kuweza kuanzisha baa za maziwa kwa wale ambao wanafika katika baa lakini wanatumia aina ya vinywaji kama vile pombe na aina nyingine, sasa waweze kutumia maziwa. Hii imeweza kuandaliwa mahususi kwa ajili ya kuweza kupanua wigo wa uzaji wa maziwa na kwa afya mbalimbali, kwani imetajwa maziwa ni chanzo cha afya bora kwa watu wote, mtoto mdogo, mtu mzima na vijana. Kwa hiyo hii inaenda kuleta mabadiliko makubwa sana katika Bodi ya Maziwa, uzalishaji, uimara na kila kitu, kuweza kuwakutanisha wadau wote ambao wana changamoto mbalimbali au watumia aina fulani ya vinywaji, na kuweza kutoa ile kauli ambayo imekuwa ikiwabagua, ikiwakandamiza na kuwazofisha. Mara kadhaa imekuwepo, unakuwaje mtu ambaye mwanaume au mwanamke unaenda baa unakunywa soda? Mengi tumeyasikia, mengi yamezungumzwa, lakini kwa Bodi ya Maziwa imekuwa tofauti. Wanataka kuweza kuleta kitu kingine, na mimi hilo wameweza kuliona. Tuwasikilize Bodi ya Maziwa wanasema nini kuhusiana na hili. Tunataka kwenda kuanzisha baa za maziwa. Tumezipa jina hilo makusudi ili watu wapate sehemu za kukutana. Wako watu wengi ambao wana feel very uncomfortable wanapokutana labda baa za vinywaji vingine. Tunataka kwenda kuanzisha baa za maziwa, ili baa za maziwa zisaidie sisi wengine wala ambao huenda tunaona kwamba kukaa kwenye zile baa za vinywaji vingine huenda ikawa changamoto. Kwa hiyo tunatamani tuwe tunakutana katika maeneo hayo. Tutayaita baa za maziwa. Liko neno lingine tutaziita pia milk zones. Tutumie fursa hiyo kuhakikisha kwamba sekta ina grow. Watu wanayadharau. Ni kosa kubwa kudharau maziwa. Haya maziwa is all age. Hakuna cha mzee, hakuna cha babu, wote wanakunywa maziwa. Watu wanapoumwa wakati mwingine amekunywa sumu anasema mtafutie maziwa. Anakuletea maziwa unakunywa haraka haraka, alafu anasema maziwa yanaponyesha. Je, maziwa ni dawa? Ni swali ambalo wataalamu tumeendelea kujiuliza. Mimi ni mtaalamu wa maziwa kwa kiasi fulani, lakini naweza kusema maziwa si dawa, lakini yako mengi katika maziwa nutritionally ambayo yana save life. Kwa hiyo maziwa ni chakula cha wakati wote, na tunapendekeza ni watoto wadogo baada ya maziwa ya mama kukata. Maziwa ya mama kukata yanakata yakizidi sana ni miaka 3. Baada ya miaka 3, mheshimiwa mgeni rasmi, tuna recommend sisi wataalamu wa maziwa kwamba watoto waendelee kunywa maziwa mpaka umri wa miaka 19. Ile growth window ya miaka 1000 is a must. Baada ya hapo mpaka miaka 19, mpaka mtu yuko form 6 anatakiwa apate maziwa glasi moja, mils 250 almost every day.